Kuanzia mwaka 20 hadi 25 nimetekeleza majukumu yangu yafuatayo. Naanza na idara ya elimu. Idara ya elimu, wananchi wenzangu, katika shule ya msingi Kangona tulianza kwa nguvu za wananchi. Tukapata milioni 12,500,000 kwa darasa moja, pale ujenzi umekamilika. Lakini sambamba na hilo tumefanya kazi shule ya msingi Kangona, tulipata milioni 45,400,245 kwa matundu ya vyoo 15, ujenzi umekamilika. Lakini pia Kangona hiyo hiyo tumepokea fedha toka serikali kuu jumla ya milioni 52, zote zimetumika 52, na tumepata madarasa mawili. Ujenzi bado kwa hatua haijakamilika, bado unaendelea. Kasuku oye! Lakini sambamba na hilo, shule ya msingi Mwamko. Shule ya msingi Mwamko iko katika kijiji cha Kaseke. Pale shule ya msingi Mwamko tumepata zaidi ya milioni 50,300,245. Tumejenga matundu ya vyoo 17. Mradi umekamilika. Lakini ndugu zangu, wananchi wenzangu, Mwamko hiyo hiyo tumepata milioni 1,800,000, madawati 20 kutoka kwa, tulipata wadhamini, tukapata madawati 20 yamekamilika na wanafunzi wanatumia. Kasuku hoye! Lakini ndugu zangu, wananchi wenzangu, katika kijiji cha Kimbwela tulipata milioni 47, tumetumia zote, madarasa mawili na matundu 7 ya vyoo, na yote yamekamilika. Sambamba na Kimbwela tuna shule ya msingi Nyamori. Shule ya msingi Nyamori tulianza nguvu za wananchi. Pale tulipata milioni 12,500,000, ujenzi pia umekamilika na wanafunzi wanasoma. Kasuku oye! Baada ya kutoka Kasuku Nyamori tunaelekea shule ya msingi Bondo. Shule ya msingi Bondo, sote hapa tunafahamu kwamba shule ya msingi Bondo ilikuwa kwenye shule ya msingi Kasuku. Lakini baada ya kupambana, kaungana na viongozi wangu wa serikali, tukapata fedha za awali milioni 40. Tukaanza na madarasa mawili, nayo yamekamilika na wanafunzi pia wanasoma. Lakini sambamba na hayo madarasa mawili tulioanza nayo, bado serikali kaniongeza milioni 114,600,000, madarasa 4 na matundu 3 ya vyoo, nayo pia yamekamilika. Kasuku oye! Lakini Kasuku hiyo hiyo tulipata fedha kwa nguvu za wananchi milioni 12,500,000, ukamilishaji wa darasa moja nao pia umekamilika. Tukitoka hapo tunaenda shule ya msingi Luiche. Shule ya msingi Luiche tulipata milioni 41, zilizotumika zimekwisha, zote ni 0. Ukamilishaji ilikuwa ni matundu ya vyoo 34, yote yamekamilika, pamoja na matundu mawili ya walimu menake. Lakini vile vile kwa sisi wakina mama, sehemu kwenda kupaka wanja na poda na choo cha walemavu imekamilika na vinatumika. Kasuku oye! Kutoka Kasuku na kwenda tena Simbo. Shule ya msingi Simbo tulipata zaidi ya milioni 48, tukapata madarasa mawili na matundu 7 ya vyoo, navyo vimekamilika. Sambamba na hilo, ndugu zangu, wananchi wenzangu, shule ya msingi Simbo tulipata madawati 30, milioni 2,400,000, yamekamilika na wanafunzi wanasoma. Kasuku oye! Samia oye! Lakini pia shule ya msingi Simbo tulipata milioni 14,500,000, tulijenga matundu 6 ya vyoo kutoka TCRS. Hawa ni wadhamini, tulidhamini
nayo pia vimekamilika. Ndugu zangu wananchi, sambamba na hilo tuna shule ya msingi Muhamani. Sisi sote ni mashahidi. Shule ya Muhamani tulikuwa tuna madarasa machache na wanafunzi walikuwa wanasomea nje. Lakini ni namna gani tulivyopambana tukapata fedha shule ya msingi Muhamani. Pale tulipata milioni 114 na laki 6, madarasa 4 na matundu 3 ya vyoo, nayo pia yamekamilika. Baada ya hayo tunakwenda elimu ya sekondari. Shule ya sekondari Kasima. Ndugu zangu wananchi wenzangu, ninyi Kasuku ni mashahidi. Tulipata wakati mgumu, tuligombana, tukatukanana, lakini lengo na madhumuni ni kuweza kufanikisha ili watoto wetu waondokane na kwenda kutembea muda mrefu kutoka hapa kwenda Kaseke ili tupate ukombozi wa shule mpya ya Kasima. Wananchi wenzangu, mlitoa ushirikiano mkubwa. Tulibeba maji pamoja, tukasomba mawe pamoja, na pia tukajitolea kuhusu tofali pamoja. Lakini wananchi wa Kasuku, mimi kila siku ninawashukuruni sana kwa kujitoa kwenu, kwa kuweza kusimama mpaka tumepata shule yetu ya sekondari. Hongereni sana. Asante sana mama. Shule ya sekondari Kasima, baada ya hapo sikujitolea nguvu za wananchi, madarasa 3 na ofisi 1. Serikali ikatuunga mkono, ikatuletea milioni 280, darasa 14 yamekamilika. Lakini Kasima hiyo kumalizia mradi tukapata zingine fedha milioni 87 na laki 5, ukamilishaji wa vyumba 3 kama mnakumbuka, nayo imekamilika. Kasuku oye! Oye! Lakini pia tuna sekondari ya Kaseke. Tuna sekondari ya Kasima. Tulipata milioni 58 kama mnakumbuka, nao madarasa yamekamilika. Tupata madarasa 2 pale. Ndugu zangu, lakini pia tuna sekondari ya Kaseke. Tulipata milioni 120, madarasa 6, nayo pia yamekamilika. Lakini pia tuna sekondari tena ya Kaseke hiyo tulipata milioni 58, ukamilishaji wa mabweni, nayo pia yamekamilika. Sema mama, sema mama. Siku nyingine tujitolee kwenda kuzunguka katika shule zetu tuone mpango ulivyokuwa mzuri na mambo yalivyopendeza. Sambamba na hilo tuna shule ya sekondari Nyamori. Shule ya sekondari Nyamori tulianza kama tulivyoanza Kasima, tukaanza kwa nguvu za wananchi. Lakini pia nitakuwa ni mwizi wa fadhila kama sikuweza kumshukuru kaka yangu Salum Kali ambaye ni mkuu wa wilaya. Tulikuwa naye, tulianza kazi pamoja na viongozi wangu wa kata na wa kijiji na wananchi wenzangu. Tulifanya kazi kubwa sana. Lakini pia baada ya kujenga madarasa 4 kwa nguvu za wananchi ikiwemo na ofisi pale Nyamori, tulipata zaidi ya fedha milioni 603,890,563. Ndugu zangu, kwa ujumla wa fedha zote upande wa elimu tumepata bilioni 1,735,641,53. Kwa hali hii kata Simbo tangu dunia inaumbwa ilikuwa haijawahi kutokea. Nani kama mama? Mama ongea mama, mama tiririka. Ndugu zangu wananchi wenzangu wa kijiji cha Kasuku, lakini sikuishia hapo. Kwenye taasisi ya afya. Taasisi ya afya tulianza kituo cha afya pale Machazo kwa nguvu za wananchi. Tulisomba mawe, tukasomba kokoto, lakini pia wananchi wakachangia matofali. Pale serikali na yenyewe ikatuanzia kutupa zaidi ya milioni 500 fedha za awali za majengo hayo 5. Baada ya hapo
serikali hiyo hiyo ikatuletea fedha ya milioni 131 na laki 895,340. Kituo cha afya hicho hicho hapa juzi tumepata tena fedha nyingine milioni 27,19,34,22 kuweza kwanza ukamilishaji wa kile kituo chetu cha afya, lakini pia hizi milioni 27 sababu ya kujenga tenki, kitako cha kuwekea tenki na kichomea taka. Kasuku oye! Oye! Sambamba na kituo cha afya ndugu zangu, tuna zahanati ya Kimbwela, na pia zahanati ya Kimbwela tulianza kwa nguvu za wananchi. Mimi Neema huyu nilishiriki, nilibeba maji, nikabeba mchanga, nikabeba matofali, lakini pia nikachangia na mifuko ya simenti. Tukaanza kwa nguvu za wananchi. Baadaye serikali ikatunga mkono milioni 30 sababu ya kukamilisha zahanati. Sambamba na hiyo wakatuletea milioni 10 uboreshaji wa mfumo wa maji, nao pia umekamilika. Lakini pia haikutosha, tumepokea juzi milioni 18. Mchakato wa manunuzi wa vifaa vya kuchomea taka unaendelea. Kasuku oye! Oye! Ndugu zangu wa Kasuku, Kasuku pia tulianza mchakato wa kujenga maabara, umekamilika na serikali ilitupatia milioni 15 pale zahanati. Lakini pia zahanati ya Nyamori tulianza kwa nguvu ya wananchi kama hivyo ninavyosema, 45,38,762. Kwa hali hiyo ilikuwa haijawahi kutokea. Lakini pia Kasuku, kata ya Simbwe ina miradi miwili. Tuna mradi wa Ruwasa, lakini pia tuna mradi wa maji Kanyaki. Mradi wa Mkongoro tu kupitia Ruwasa tulipata fedha milioni 495,600,000. Ule mradi umekamilika. Sasa hivi tunakunywa maji Simbo pamoja na Machazo, ijapo bado sehemu zingine midogo midogo haijakamilika. Tukitoka hapo tunakuja kwenye miradi hapa Kasuku. Nyinyi ni mashahidi ndugu zangu, nilikuwa ni mtu wa kwanza mkoa mzima kuleta gari la uchimbaji wa visima. Tukachimba kisima pale kwa Mzee Jeremia. Bahati mbaya katika kuleta pampu taxi kuja kupima maji, ile pampu ikawa imekatikia ndani, lakini bado tukaja tukachimba shule ya sekondari Kasima pale, tukaambiwa maji ni machache, lakini bado kwenye bajeti yetu ya 2025-26 tumepata kisima kingine kimoja. Kasuku oye! Oye! Lakini katika hayo kuna ununuzi wa sola milioni 418,700 zilizotumika ni milioni 30 na laki 1. Mradi bado unaendelea. Kwa idara ya maji kata ya Simbo tumepokea zaidi ya bilioni 1,101,197,600. Asante sana mama. Kasuku oye! Tunaona idara ya miundombinu. Kwenye idara ya miundombinu ndugu zangu, tumebahatika kujenga ujenzi wa daraja la Mto Simbo. Pale Mto Simbo tulikuwa kuna shida ya kupeleka zetu waliotangulia mbele za haki, miili ilikuwa inadondoka sana pale. Nilishirikiana na baadhi ya wananchi na ndugu zangu na viongozi wa chama kwenda kufuatilia kwa meneja wa TARURA. Mwisho wa siku wakatupatia fedha milioni 31, bado kuunganishwa tu barabara. Muda wote tunaunganisha, mkandarasi yupo, taanza Bitale, kutoka Bitale anakuja kwetu pale, tuunganisha barabara kwenda Malaloni, basi njia yetu inakuwa salama. Kasuku mama safi! Sambamba na hilo ndugu zangu, kuna daraja la zahanati Simbo lenye uthamani wa shilingi milioni 3 na laki 5 limekamilika. Lakini pia ndugu zangu wananchi wenzangu, kuna barabara Nembo kwenda Kaseke, kuweka pale kifusi na daraja na misingi
Hawa ni watu ndugu zetu kutoka TARURA. Pale tulipata kiasi cha fedha milioni 60 na laki 5. Pale ujenzi nao bado unaendelea. Kasuku oye! Oye! Lakini ndugu zangu, tuna ujenzi wa daraja Machazo kwenda Kalia. Hawa ndugu zetu wa TANROADS. Ukienda Machazo utaona kuna pale kwenye kona tumeanza ujenzi, lakini kulingana na mvua ule ujenzi wamesitisha mpaka mvua hizi zikatike, na mkandarasi yupo, muda wote watakuja kuendelea na ujenzi wa daraja. Pale tumepokea kiasi cha fedha milioni 105. Ujenzi ndugu zangu unakamilika. Sambamba na hilo, tuna daraja dogo la kwenda Kasuku Kalia. Ukifika barabara kuu Kasuku hapo utaona kuna kidaraja kidogo cha kwenda Kalia. Pale tumepata fedha milioni 39. Tumeshatumia milioni 13. Ujenzi unaendelea. Ndugu zangu, wananchi wenzangu wa Kasuku, kwa fedha ya miundombinu ya barabara zetu tumepata zaidi ya milioni 207,600,600. Kasuku oye! Sambamba na hilo lakini pia tulishawishika tujenge banda la soko Kasuku, tukapokea kiasi cha milioni 5. Ujenzi pia unaendelea sababu manunuzi tayari na iko katika mfumo wa kupata fedha tena 2025 2026. Kasuku oye! Ndugu zangu wa Kasuku, pamoja na miundombinu yote ya kuleta miradi, serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi bado iliona kuinua uchumi wa kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Katika mikopo tumepata Utulivu Simbo milioni 4, tukapata Tupendane Machazo milioni 10, tukapata walemavu Kasuku milioni 10. Tena walemavu Kasuku walifanya vizuri, wakaenda kwa wakati, wakarudisha zile fedha, wakapatiwa zingine milioni 15 walemavu kutoka Kasuku. Sambamba na hilo, kuna walemavu wa Kimbwela walipata milioni 4, Denga Kimbwela walipata milioni 4, Amahoro Kaseke walipata milioni 2, Tupendane bodaboda Kaseke walipata milioni 5. Akina mama Tupashane, wakina mama Tupashane walipata milioni 1,990,000. Sambamba na hilo, kuna kikundi wanasema tuinuane kutoka Simbo walipata milioni 15, lakini pia Tupendane Simbo walipata milioni 1,100,000. Kasuku oye! Kwenye kata nzima ya Simbo tumepata vikundi 9. Nayo imegharimu milioni 72,090,000. Kasuku oye! Oye! Ndugu zangu wa Kasuku, kupitia idara ya elimu, afya, maji, TARURA, TANROADS, banda la soko na vikundi vya kukopa, tumepata fedha takriban bilioni 4,495,738,015. Hali hii kata ya Simbo tangu dunia inaumbwa haijawahi kutokea. Piga makofi! Piga makofi kwa mama yetu mpendwa. Ndugu zangu, mafanikio niliyoyapata, nimepata mafanikio ya kuwashawishi watu wa TARURA kuingia kwenye barabara za mitaa, kuingiza kwenye bajeti ya mwaka 2025 2026. Ndugu zangu wa Kasuku, lakini pia nirudi kwenye namna ya shukurani. Uwepo wa mwitikio wa wananchi katika kutekeleza na kusimamia miradi mbalimbali tunayopewa na serikali imekuwa ni kipaumbele sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amina. Lakini vile vile kujengeka kwa ushirikiano kwangu mimi kuja kwenu wananchi wenzangu.
wakati wa huzuni na furaha, yaani niseme wakati wa shida na raha, tuliungana pamoja. Ndugu zangu, penye mafanikio hapakosagi changamoto. Changamoto kutokamilika kwa miradi, hasa elimu, barabara na maji katika kata yote ya Simbo, niseme vijiji vyote, Kasuku, Simbo, Machazo na kadhalika. Lakini mikakati au suluhisho, RUWASA imeingiza bajeti ya ukamilishaji wa mradi wa maji Kanyaki kwa kununua vifaa. Pia Kasuku na Simbo kwa ukamilishaji kisima kimoja Kasuku, na miundombinu ya Simbo kwa mwaka 2025-2026, na kuweza kusambaza maji kwa kila kitongoji. Lakini vile vile hata umeme pia. Umeme umekuja site, lakini bajeti 25-26 ni kila vitongoji vifikiwe na umeme. Tumekaa kikao cha ODC tukishirikiana na mwenyekiti wetu mpya wa kijiji cha Kasuku. Pale kuna mipango yetu ambayo tulioipanga, kama Mwenyezi Mungu atanijalia, chama changu kikinipa ridhaa, lakini pia wananchi mkinipa ridhaa. Tuna ujenzi wa shule mpya kijiji cha Simbo na tumeshaanza kufuatilia, lakini vile vile tuna ujenzi wa kituo cha polisi cha kata, tumeshafuatilia, na vile kuna ujenzi tena wa daraja la Msufini Kasuku. Lakini pia tuna ujenzi wa daraja dogo Machazo Magengere, ukarabati wa shule za zamani, shule ya msingi Simbo, Kasuku, Nyamori na Kaseke. Lakini vile vile tena ukamilishaji wa miradi yote iliyokuwa haijakamilika kama vile maji, barabara za mitaa na shule.